Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti nchini Tanzania siku ya leo. Mtazamaji, taarifa zingine mbaya kwa Watanzania zimejiri leo. Wale wote walioandamana au kuchochea maandamano kuanzia tarehe 29 Oktoba hadi kuapishwa kwa Samia Suluhu jana, sasa wamechukuliwa hatua kali pindi tu Samia Suluhu Hassan alipokanyaga ofisini. Katika ujumbe na onyo lake la kwanza tangu kuingia ofisini, Samia Suluhu sasa hivi ameelekeza nguvu zote kwa kupambana na walioleta vurugu na kuchochea maandamano nchini Tanzania. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe tukio au ripoti hizi nzima. Mtazamaji, kabla nikueleze hatua kali aliyoichukua Samia Suluhu leo kwa wachochezi pamoja na watu ambao waliweza kuchangia maandamano ya tarehe 29 Oktoba, serikali ya Tanzania kwa mara nyingine tena imetetea uadilifu wa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 na kuutangaza kuwa huru, wa haki na wa amani, licha ya madai mengi ya udanganyifu na ripoti za maandamano ya baada ya uchaguzi katika mikoa kadhaa. Waziri wa mambo ya nje Mahmoud Thabit Kombo, katika taarifa yake asubuhi ya leo aliyoitoa jijini Dar es Salaam, amesisitiza kuwa uchaguzi huo ulifanyika kwa uwazi na kufuata misingi ya kidemokrasia. Alisema wananchi wa Tanzania walitumia haki yao ya kikatiba kwa kupiga kura kwa amani na utulivu, hata wakati mvutano na maandamano yakiendelea kukumba miji mikubwa ya Tanzania. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC pia iliweza kumtangaza rasmi Rais Samia Suluhu Hassan kuwa yeye ndio mshindi wa uchaguzi wa urais na kupata ushindi wa kishindo wa 98% za kura zote zilizopigwa. Tume hiyo pia ilidai kuwa mchakato huo ulifanyika chini ya uangalizi wa ndani na wa kimataifa. Hata hivyo, upinzani umekataa matokeo haya, ukishikilia kuwa uchaguzi na maandamano ya Tanzania yanaonyesha demokrasia ya nchi iko katika mgogoro mkubwa. Kuelekea upande wake, Samia Suluhu Hassan leo baada tu ya kukanyaga ofisini amechukua hatua na kutuma onyo kali kwa wachochezi ambao walichochea maandamano na watu wote ambao waliweza kuharibu mali katika maandamano na kuweza kuzua vurugu. Katika hotuba yake ya kwanza tangu kuingia ofisini tangu kuapishwa kwake, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa sauti kali akiwaonya wale wote walioanzisha ghasia na machafuko wakati wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania kwamba amani lazima itawale, na akaweza kuwaonya wale wote ambao waliweza kusambaza jumbe za uchochezi na kupelekea Watanzania kuweza kuandamana. Aliweza kuweka wazi ya kwamba uchunguzi umeanza na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale wote waliochochea au kuzua vurugu wakati wa uchaguzi. Pia alisema vitendo vya uvunjaji sheria havitavumiliwa, akisisitiza kwamba nguvu ya taifa haipimwi kwa uwezo wake wa kulipiza kisasi, bali kwa umoja wake na mazungumzo. Taarifa yake iliyotolewa na Ikulu ilisisitiza kwamba usalama wa kweli unakuja pale raia wanaposimama pamoja na sio wanapogeukana. Rais Samia Suluhu alipoingia ofisini leo alijieleza kuwa yeye ni mama na kiongozi, huku akiwataka Watanzania kuchagua umoja badala ya utengano na vurugu. Alisema kuwa wale wote waliochochea machafuko wakati wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania wanapaswa sasa hivi kuelewa kuwa amani ndio msingi wa maendeleo. Rais aliendelea kusema kuwa vitisho vyovyote vya udhabiti wa taifa vitashughulikiwa kwa udhabiti bila uoga, huku serikali ikijaribu kurejesha utulivu kufuatia moja ya chaguzi zenye utata katika historia ya Tanzania. Katika chapisho ama barua iliyosambazwa kupitia akaunti ya mtandao wa kijamii ya Ikulu Dodoma, kama unavyotazama, ilisema barua hii imetoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikinukuu, ilisema: nichukue fursa hii kama mama nitoe onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Nataka watambue kwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zote. Halikadhalika, mtazamaji, upande mwingine, Waziri Thabit Kombo pia alihutubia jumuiya ya kimataifa akisema serikali ya Tanzania bado ina dhamira ya amani, demokrasia na utawala bora. Alibainisha kwa ushiriki wa mashirika kama vile Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki SADC na Umoja wa Ulaya. Pia upande mwingine ulithibitisha uaminifu wa uchaguzi wa Tanzania licha ya maandamano yanayoendelea. Waziri huyo alisema mageuzi yametekelezwa kabla ya upigaji kura, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa INEC mpya na mapito ya mfumo wa sheria ya uchaguzi. Hata hivyo, waangalizi wamechora picha tofauti. Makundi kadhaa yaliripoti vitisho, kuwekwa kizuizini na ghasia dhidi ya viongozi wa upinzani wakati wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania.
Ripoti zimeibuka kuwa vituo vingi vya kupigia kura viliweza kuzingirwa na polisi wengi sana, na ufikiaji wa mtandao ulizuiwa au kuzimwa kabla na wakati na baada ya kupiga kura. Wakosoaji wanasema kuwa vitendo hivi vilidhoofisha uwazi ambao serikali ya Tanzania sasa inadai kudumisha. Kufuatia kurejeshwa kwa muunganisho wa intaneti jana jioni, wanaharakati nchini Tanzania wamesambaza jumbe zinazodaiwa kutumwa na polisi kuwaonya raia dhidi ya kusambaza picha za watu waliofariki kwenye mitandao ya kijamii. Hizo zilizoelezwa kuwa za vitisho zilisema kwamba yoyote atakayepatikana akisambaza maudhui kama hayo atakabiliwa na mashtaka na mkono wa sheria. Hili limezusha hofu nyingine ya udhibiti na ufuatiliaji wa serikali, huku kukiwa na maandamano yanayoendelea yanayohusishwa na uchaguzi wa Tanzania. Mapema wiki hii machafuko makubwa yalizuka katika mikoa kadhaa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na Mwanza baada ya wafuasi wa upinzani kudai kura ziliibiwa. Kuzimwa kwa mitandao na vikwazo vya waandishi wa habari kulifanya iwe vigumu kudhibitisha ripoti za vurugu. Baadhi ya balozi, ikiwa ni pamoja na ujumbe wa Uingereza jijini Dar es Salaam, zilitoa ushauri na kuwataka raia kuepuka safari zisizo za lazima, wakitaja uhaba wa chakula, mafuta na fedha awali ulioweza kuhusishwa na machafuko ya awali ya baada ya uchaguzi wa Tanzania. Sherehe za kuapishwa kwa Rais Samia zenyewe ziliambatana na hatua kali za usalama. Tukio hilo lilifanyika kwa siri ndani ya kiwanja cha jeshi mjini Dodoma na kufungwa kwa umma, tofauti kabisa na uzinduzi wa awali. Wageni waliochaguliwa pekee kuhudhuria ndio walioruhusiwa kuhudhuria, kwani wanajeshi na polisi walifunga maeneo jirani. Maandamano yalipamba moto katika baadhi ya maeneo ya nchi siku 3 ama siku 4 zilizopita, ambazo matokeo ya uchaguzi wa Tanzania yalikuwa yakipingwa baada ya kukamilika, huku viongozi wa upinzani pia wakipinga mchakato huo kuwa ni dhihaka za kidemokrasia. Waangalizi wa kimataifa kutoka SADC, Afrika Kusini na kambi nyingine za kikanda wameeleza kuwa uchaguzi umeshindwa kufikia viwango muhimu vya kidemokrasia, wakiweza kukataa uchaguzi huo. Ripoti yao ya awali ilitaja vikwazo vya wagombea wa upinzani, vitisho kwa wapiga kura na uwazi mdogo katika kuhesabu kura. Tathmini ya SADC ilihitimisha kuwa uchaguzi haukukidhi kanuni za kambi hiyo za mwaka 2021 kumradhi, za utawala wa kidemokrasia, na hivyo kuchochea mjadala juu ya uhalali wa mchakato huo na maandamano yaliyoendelea. Katika kukabiliana na hali hiyo, serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa shutuma hizo zimechochewa kisiasa na zinalenga kuivuruga nchi. Waziri Kombo alisema uchaguzi na maandamano ya Tanzania hayapaswi kutafsiriwa kama dalili za kushindwa, bali kuwa sehemu ya mchakato wa kidemokrasia ambapo maoni tofauti ni ya asili. Alisisitiza kuwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan bado uko wazi kwa mazungumzo na washirika ambao wanaaminika. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika video ama taarifa hizi. Tukimalizia habari hizi, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na ujumbe huu wa Samia Suluhu Hassan leo baada ya kuingia ofisini siku ya kwanza. Mtazamaji, pia bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii ili uwe wa kwanza kupokea taarifa zetu kila wakati. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.